Ipelele Effort Bugere. Cha kwanza ni kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama ametuona na sisi kaona kama kata yetu ya Ipelele ni sehemu ya kipande cha nchi yake. Miradi imekuja mikubwa sana. Lakini swali mbili tu za kuuliza. Swali la kwanza. Kwa kata yetu ya Ipelele tumepewa mradi wa maji mzuri sana. Lakini tuna tenki linajengwa pale juu saizi na zaidi ya miaka 3 halijaisha, tunapata kero ya maji. Hususan wale watu wanaotumia nyumba za safe. Ukiamka asubuhi maji hamna, ukija jioni maji hamna. Kwa hiyo kero hiyo tunaomba kwenye kata ya Ipelele ifutwe. Ninakushukuru mkuu wa wilaya, umezungumzia habari ya ukulima wa viazi. Mwaka huu imekuwa ni tatizo. Shida ambayo imetokea, wakandarasi wetu wa barabara, Mama Samia ametoa habari ya kutupatia barabara. Wamefunga barabara Kidope, wamekwenda kufunga kule juu. Wamekotoa sehemu zote mbili. Hivyo barabara imeshindwa kupitika kwa mwaka mzima. Tuna wagonjwa hapa, wakina mama, wazee, watoto. Hakuna kupita magari, ni shida. Sasa sio atuelewe mpango gani kwa ajili ya hawa wakandarasi. Kwa sababu hata viazi leo wanazungumza habari viazi, mpaka leo vipo mashambani. Vipo mashambani mheshimiwa. Swali langu la pili, nini juhudi zinazofanyika kwa ajili ya hawa wakandarasi ambao kusimamisha kuzuia barabara ili wagonjwa wafie njiani? Hoja yangu ya pili ni habari ya maji. Ilikuwa mwezi mwaka jana, mwezi wa ngapi, wamesema miezi 6. Mpaka leo maji ni shida. Kwa mfano hususan kitongoji cha Ilongero, hakuna maji. Tangia maji yanakuja huku maji hayapo. Na fedha Mama Samia ametoa. Tunashukuru kwamba Mama Samia ametoa fedha, lakini maji utekelezaji ni mdogo sana. Lini watamaliza huu mradi? Mimi nataka nipate jibu hapo. Asante. Asante. Mimi naitwa Jwaji Langitatu Ngairo, jina la mitaani naitwa Kapero. Mimi kwanza nipende kushukuru safu yote ya ulinzi na usalama na amani zipo hapa, na serikali kuu zote ziko hapa. Mama Samia amefanya kazi yake na utekelezaji wake umeshatekelezwa. Niweze kumshukuru rais, yupo miaka 5 malizie. Sasa mimi nilikuwa naomba mkuu wa wilaya, ombi langu, siulizi swali, naomba ombi langu. Naomba barabara sehemu ambazo walikuwa nazichimba, kwa mfano tunaanzia Mlima Kokoto, tunakuja Mnalani, tunakuja Chemichemi, tunakuja hapa njia panda kwenda Makareli, tunakuja na mlima wa Ipelele wote huu na ule mlima wa Kidope, ndio ile changamoto. Changamoto kuu ilikuwa ni madaraja na derivation zilikuwa sio rafiki kwa wananchi. Muda mwingine tunaomba msaada, watusaidie na magari yao. Wanasema tutoe hela tununue mafuta ili waweze kutusaidia. Mfano mimi hapa kama gari 3 viazi vilioza, zilikaa gari pale Mwakasongo pale siku 8, msaada haupo. Tunakuja kuwaomba viongozi, kwa mfano wa CCM waliopo hapo bondeni, mheshimiwa mwenyekiti wa CCM wilaya anatusaidia, lakini kampani ilikuwa ni ndogo kulingana changamoto iliyopo. wa China wanasema hii barabara sisi uwezo wa kuitengeneza nguvu ni ndogo, mvua imezidi. Tunaomba mheshimiwa wilaya utoe macho yako ukatusaidie. Asante. Mtu wa maji, karibu. Awali ya yote nishukuru kwa maswali yaliyoulizwa na wananchi. Ipelele safi. Ipelele oye. Asante sana. Naomba nichukue nafasi hii mheshimiwa mkuu wa wilaya kuanza kurespond maswali. Maswali niliyoulizwa ni kero ya mradi wa maji, hasa changamoto kubwa ni ukamilifu wake. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mradi huu unaitwa mradi wa upanuzi na ukarabati wa skimu ya maji ya Ipelele. Ipelele kwa maana wa mradi una vijiji 4: Misiwa, Mbanga, Makeve pamoja na hapa Ipelele tulipo. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwaka 2023 na mkandarasi anayefahamika kwa jina la MP Groups. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, ni kweli mradi huu unasuasua, utekelezaji wake hauko vizuri sana kutokana na mkandarasi ambaye tulimpata. Lakini tunaendelea kumsimamia kama RUWASA kuhakikisha kwamba
anatekeleza mpaka akamilishe mradi huu. Hivi tunavyoongea mradi huu uko 45% ya utekelezaji wake. Na kikubwa, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya hapa anatakiwa kufanya upanuzi na ujenzi wa baadhi ya structure kwenye maeneo. Kwa hiyo kama muuliza swali mmoja ameuliza kuhusu ujenzi wa tenki kwamba umesuasua. Ni kweli tenki lile lilianza kujengwa mwaka jana mwezi wa 5, mpaka sasa ni mwaka na zaidi bado halijakamilika. Lakini alikuwa na ukarabati wa tenki la kijiji cha Misiwa alikamilisha, na kazi nyingine kubwa ni urazaji wa mabomba ambayo haijaanza kabisa mpaka sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mkandarasi ameomba muda wa kuongezewa kutokea mwezi wa 5 mpaka mwezi wa 8 mwaka huu. Kwa hiyo tunaendelea kumsimamia kuhakikisha ifikapo mwezi wa 8 mwaka huu awe amekamilisha mradi huo, kwa sababu upande wetu kama serikali hatudai, tulishamlipa certificate yake namba 1, tunategemea akamilishe mradi, aandae certificate namba 2, na tunategemea iwe certificate ya mwisho tumalizane naye katika mradi huu. Kwa hiyo changamoto kubwa ni hiyo, lakini tunamsimamia, tunahakikisha kwamba mwezi wa 8 hatutamuongezea muda tena, kwa sababu hatuoni sababu yoyote ya yeye kutomaliza mradi kwa wakati. Kwa hiyo tumemuongezea muda mpaka mwezi wa 8 iwe ndio faino, hatuwezi kuongezea tena. Naomba kuwasilisha. Huyo mkandarasi siku ya Jumatano uje naye ofisini kwangu. Sawa. Uje na huyo mkandarasi ofisini kwangu siku ya Jumatano ili anieleze kwa nini yeye kila siku anaongezewa muda. Na sasa hivi ndio kipindi cha kiangazi, kazi zingekimbia. Kwa hiyo kama tutakubaliana huko ili asiwe tu anaongezewa muda, kama hawezi tuchukue hatua zingine, kwa sababu wananchi ndio wanaopata changamoto. Umeelewa eh? Sawa sawa. Lakini pia nitamtaka aje huku atoe neno lake kwa wananchi kwamba anakamilisha mradi lini. Swala la umeme sio tu huku, ni katika wilaya nzima tunalifanyia kazi, na kuna kifaa ambacho tumekipata ambacho kinaitwa, sasa kina lugha kidogo ya Kimagoma, kinaitwa automatic voltage regulator AVR. Hichi kinaletwa kufungwa hapa Makete, na ufungaji wake utakamilika tarehe 31 mwezi wa 7. Tuna imani kwamba akishakifunga hichi kifaa basi umeme utakuwa umekaa sawa. Tuzidi kuombeana Mungu, kwa sababu ni jambo la kiwilaya na imekuwa ni changamoto kubwa. Kote mnapopita kwenye ziara wanalalamikia. Naomba muwe na imani kwamba jambo hili linaenda kutatuliwa. Mimi nawashukuru sana. Kuhusu swala la changamoto ya barabara tunalifanyia kazi, kwa sababu sio changamoto ya hapa tu, ni kuanzia mnapoanzia pale Luumbu, Kipagalo, wote wanalalamikia Iniho, wanalalamikia hii barabara ambayo anajenga Mchina. Sasa hili jambo nimelichukua nenda kulifanyia kazi kwa sababu liko kwenye TANROADS. Ila zile barabara za ndani ambazo ziko chini ya TARURA atakuja atatoa majibu, lakini hili la TANROADS naomba nilibebe ili nifikishe ngazi za juu kueleza changamoto ambayo tunayo, kwa sababu na mimi mwenyewe nimepita za barabara Mlima Kokoto nimeona, ili tupate majibu halisi kwamba barabara utekelezaji wake utaanza lini na wafungue hizo njia ambazo muweze kupitisha viazi vyenu. Sawa jamani? Poleni sana, lakini sipendi kutoa jibu la uongo kwamba kuanzia leo nimefika Mkwela, kesho barabara itafunguka. Msipoiona hamtoniamini tena.